mnasikia, lakini naona nizungumze nanyi kuwaambia wapa tahadhari. Amani ni kitu muhimu sana ambacho tukiharibu hiyo amani itaingia kwenye migogoro mikubwa sana. Amani ni msingi wa maendeleo ya taifa lolote. Tukipoteza amani, maana yake hatakuwa na taifa tena, hatakuwa na umoja tena, hatakuwa na upendo tena, hatakuwa na mshikamano tena. Kwa hiyo niwaombe kwa Tanzania wenzangu, tusiharibu amani. Ukiona mtu anatoka anaenda sokoni, kuna amani. Ukiona mtu anaenda anasafiri na basi amechukua mabegi, kuna amani. Ukiona mtu anaangalia mpira mpaka saa 8 za usiku, kombe la dunia safari hii mpaka mechi zingine zinafanyika usiku, na wengine wanaenda kwenye vibanda umiza, wanaenda kuangalia mpira mpaka saa 8, ni kwa sababu ya amani. Kama amani haipo, huwezi kwenda hiyo muda kwenda kuangalia hiyo mechi. Ni waombe wa Tanzania, tusiharibu amani. Sisi viongozi wa dini tumekuwa tukizungumzia sana kwa hili swala la amani, na kuna watu ambao wanatafsiri tofauti, wanatafsiri tofauti kwamba hawa ambao wanazungumzia masuala ya amani, viongozi wa dini hawa ni machawa. Nataka nikuambie hivi, kutetea amani sio uchawa. Amen. Bwana asifiwe. Kutetea amani sio nini? Sio nini? Sio uchawa. Sio uchawa. Kama mimi nilikuwa chawa, ina maana miaka yote nahubiri hapa mimi chawa? Hapana. Tunachokifanya ni kuhakikisha nchi inatulia ili watu wafanye shughuli za kimaendeleo. Watu wanafikiri kwamba hawa wanaotetea amani, wanasema wanatetea amani, hawa majawa au wanapewa bahasha. Jamani, hii serikali itatoa bahasha kwa watu wote wataweza? Viongozi wa dini tuko wengi, mbona mimi kwanza sijaona hiyo bahasha? Lakini najua athari za upotevu wa amani. Athari za upotevu wa amani ni mbaya, na sisi kama viongozi wa dini tusingependa iliyotokea Oktoba 29 litokee tena. Kila mtu ana maumivu, lakini tusingependa. Serikali pia nayo ilipoteza watu. Hawa walipotea ni nguvu kazi ya taifa. Tusivipe jeshi la polisi kazi ambayo sio ya lazima. Baadaye tunakupa lawama tu, tunaongea. Tusije tukaiharibu amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, tunaposema haya tunazingatia mambo yafuatayo. Cha kwanza, asilimia kubwa ya Watanzania wanaishi kwa kutafuta riziki. Wanapotoka ndipo wanapata riziki kwa siku. Tunaita wajasiriamali. Wengine wanauza matango sokoni, wanachukua sokoni wanatembeza mtaani. Wengine wanauza vitunguu, wengine wanauza machungwa. Watu wafanyakazi wanafanya shughuli zao, wengine wanaenda kumwaga zege. Vurugu zikitokea, hawa watu hawatatoka kwenda kutafuta riziki. Na kama hawatatoka, maana yake maisha yao yatakuwa hatarini, familia zao zitaathirika na wenyewe wataathirika. Kwa sababu vurugu zikitokea, hakuna anayefungua duka, hakuna ambaye anaenda saluni,
hakuna ambaye anaenda sokoni, hakuna wa kusafiri, maduka yote yanafungwa, na wewe kama huna mkaa, una jiko la gesi, huwezi kutafuta. Tunaangalia mambo haya, lakini na nyingine ujue kwamba inapotokea hivi, kuna wagonjwa na kuna walemavu, kuna watoto ambao hawana namna yote ya kujitetea. Wewe kama unaweza, una nguvu za kukimbia, utakimbia, za kwenda kujificha utajificha. Mlemavu anakimbia wapi? Kiziwi atakuwa anaona tu mambo yanaenda, hata haelewi. Kipofu atafanyaje? Haoni popote. Wako wengine ni vipofu, walemavu wa macho. Hao nao tutawaingiza kwenye shida. Na watoto wadogo, shule zitafungwa. Zikifungwa shule hakuna kusoma. Mbona mengine tuliyaona ile lockdown, watu walikuwa wanakaa ndani, wengine hana maharage wala nini. Jamani, ndugu zangu wa Tanzania, na wasii sana, hebu tuangalie kwamba kufanya haya yanaweza kutuingiza kwenye matatizo. Tunaweza tukafanya tukaitumbukiza nchi kwenye shida. Ziko nchi zinaendelea na vurugu mpaka kesho, hawapendi, lakini imetokea kwao hivi. Sasa kwa nini sisi tunaambiana Watanzania, tunatoa ushauri, baada wanasema mimi machawa, nimepewa bahasha. Mimi sijaona mtu yoyote aliyepewa bahasha. Kama tena hapa na mkataka kutaka kujenga fence hapa, ningepewa bahasha hizi, ningepeleka hata huko kwenye nani, ningeweza kujenga fence, kazi ya Mungu iendelee. Kwa hiyo hilo mliangalie kwamba ni watu wanatafuta riziki. Rais wa awamu ya tatu Mzee Benjamin William Mkapa alishawahi kusema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Maana yake nini? Unaamka asubuhi, nguvu zako zinakupeleka kupata riziki, nguvu zako zitakuwezesha kuendeleza maisha yako. Sasa kama uko nyumbani na huna kila kitu kimesimama, utafanya nini? Kwa hiyo haya ndio mambo tunaendelea. Na kusema hivi sio kwamba tunafurahia yaliyotokea Oktoba 29. Never. Hatuyafurahii, lakini tunatamani yasitokee tena. Hiyo ndio shida yetu, kwa sababu tulishaona athari zake. Hatupendi yatokee tena. Sisi kama viongozi wa dini hatupendi yatokee tena. Sasa tusio tukaanza kujikuta tunaanza kuwashawishi polisi waanze kutukamata, kutuweka ndani. Watalazimika kufanya hivyo, kwa sababu sisi kama tukivunja sheria watalazimika kwa ajili ya kuhakikisha amani na kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naomba hivi, wale wanaohamasisha uvunjifu wa amani tuwaogope kama korona. Unanielewa? Amen. Tuwaogope kama nini? Unanisikia? Amen. Tuwaogope, kwa sababu mimi nakumbuka ile ya Oktoba 29 Meriwa hapa kulikuwa na mabomu yanalia hapa. Wajukuu zangu wakisikia hiyo wanakimbilia kwenye miguu, wananiuliza babu, hiyo nini? Hawaijui, hawajai kujua bunduki wala nini wala bomu, hawajawahi kusikia. Sasa tusirudi huko, na waomba sana, inawezekana mkanielewa, lakini hata msiponielewa, lakini mimi nimeshaongea kama ndugu yenu. Akili za kuambiwa. Kama kuna watu huko wengine wana hela labda kwenye mifuko yao, wanajua hata ikitokea nyumbani kila kitu kipo, ana chakula na nini, hao tusiwasikilize. Akili za kuambiwa changanya na zako. Kama watu wanakuhamasisha twende tukavuruge, twende tukachome manyumba, twende tukachome miundombinu, ndugu yangu, akili za kuambiwa changanya na zako. Ile Oktoba 29 ile miundombinu ingine iliyochomwa kama ya mwendo kasi, wenyewe tunatumia, tunafanya wenyewe. Sasa ukichoma hospitali watu watatibiwa wapi?
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimewiwa kuongea jambo hili na kama kiongozi wa dini, na ninaomba Watanzania mnielewe, sina nia mbaya na sina kusudi baya, lakini lazima nitoe tahadhari. Mimi mwenyewe ni mtu mzima pia, mtu mzima. Kwa hiyo natoa ushauri kama mtu mzima, lakini pia kama kiongozi wa dini na kama Mtanzania mwenzetu. Nafanya haya kwa sababu nakumbuka yaliyotokea, na mimi nisingeomba sana yatokea. Naomba Mungu kabisa yasitokee. Tutulie, tusikilize maelekezo ya serikali, viongozi wa serikali wanaotueleza, tuwasikilize. Jeshi la polisi likatoa tangazo, likatoa tahadhari, tuwasikilize na waomba. Mimi sio mwanasiasa, lakini nasema kile ambacho nakiona, athari hizo zinatupata wote, hata sisi tunapata shida wote, tutaumia wote, tutalia wote, wengine watapoteza kazi. Sio sawa. Kwa hiyo washukuru sana wale mtakaonielewa, na wale ambao hamtanielewa tutaendelea kuwaelimisha taratibu, mtatuelewa. Hatuna maana ya kubeza mtu yoyote, ila sisi tunatetea amani. Amani ndio kila kitu, amani ndio kila kitu duniani. Ukiona watu wanafanya vitu vya maendeleo ni kwa sababu ya amani. Sasa hivi nchi yetu inashughulika na kutengeneza miundombinu kwa ajili ya mechi mechi zile za AFCON ambazo tutacheza hapa Tanzania. Sasa hivi wanajenga maviwanja, wanafanya nini? Ina maana tukianza kuvurugana, hakuna AFCON tena, kila kitu kitasimama, hata watalii hawatakuja. Vitu mbalimbali vinavyoletwa nchini, watu wataogopa. Hata waliowekeza huku nchini wenye fedha zao kwa ajili ya kuhakikisha nchi inatembea, wataondoa vitu vyao, kwa hiyo tutabaki kuwa maskini. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu tuyaone haya. Mungu atusaidie sana.